kushiriki katika shughuli adhimu na muhimu ya uzinduzi wa kitabu cha mirathi ya Kiislamu. Namshukuru kwa dhati Sheikh Isa Othman Isa kwa kunialika na kunishirikisha katika shughuli hii njema. Umenipa heshima kubwa. Mimi ni muumini wa kawaida tu. Nidhani katika shughuli ya kitabu muhimu kiasi hiki katika dini ya Kiislamu, pengine wangekuwa wageni rasmi wa mashehe na wanazuoni wabobezi katika dini yetu, huenda ndio wangestahili zaidi nafasi hii. Lakini ukaona kwamba na mie naweza kuja angalau nikatoa neno kwa mtazamo wa sisi ambao si wanazuoni. Nakushukuru sana. Katika umri wangu huu na nafasi yangu katika familia na jamii, bila shaka nimeshuhudia na kushiriki katika vikao kadhaa vya kujaribu kutanzua migogoro inayotokana na mirathi, lakini kujihusisha katika ugawaji wa mirathi. Ninaelewa vyema ugumu unaozipata familia nyingi za Kiislamu pindi mmoja wapo anapofariki na kulazimika kujadili namna ya kugawa mali zake. Na hili ya matatizo ya mirathi hasa kwa kina mama, wala sio kwa Waislamu tu, lakini hata kwa kina mama wa dini nyingine pia wasiokuwa Waislamu wanapata tabu sana. Bwana akifariki, watu wanafika pale alete funguo, wanafunga na chumba. Mama anaweza kuiba mle. Kwa hiyo kuna jambo lina matatizo sana. Na matatizo kweli na matatizo wanapata sana kina mama. Sana. Ile leo hapa ni kwa hiyo, lakini kwa ujumla kwa kweli kwenye swala la mirathi na nini, nafasi ya mwanamke anapofariki mume ni tatizo sana. Tatizo sana, yani wakati mwingine watu wanakuja mpaka kwetu sisi nisaidie. Sasa marabi nasaidia vipi na hili jambo la kifamilia? Wewe mzee ukisema tu sasa nasemaje na mama yeshambu yani kweli ile jambo bwana, Mwenyezi Mungu atusaidie tu. Na kweli linatoa. Kwa hivyo mafunga kabisa, nimekwenda sehemu fulani kwenye msiba, anaambia hapa ulipo hapa. Mama yule ameshamfungia mlango. Ndugu amechukua funguo ametia mfukoni. Sema mle chumbani. Chumba hiko alikuwa analala huyu mama na mumewe. Baada ya kufariki tu ndio mama mbaya. Sasa na mlango unafungwa kabisa, anafungua anatia mfukoni. Basi ndio hivyo. Lakini nasema leo tunazungumza hili, ila ni jambo kwa kweli kwangu mimi linanigusa sana. Linanigusa sana kwa sababu kwa kweli ni jambo linastahili kuwekwa vizuri. Linastahili kuwekwa vizuri. Naelewa vyema ugumu unaozipata familia. Hivyo nilipoupata mwaliko huu sikusita hata kidogo kukubali. Kwani nilielewa vyema mchango mkubwa ambao kitabu hiki kitatoa katika kuelimisha, kutoa mwongozo thabiti na rejea mahususi katika kushughulikia masuala ya mirathi katika familia nyingi nchini mwetu na kuepusha taharuki, hasama na dhulma zinazojitokeza. Halikadhalika namshukuru Sheikh Isa kwa kunipa fursa ya kukisoma kitabu hiki kabla ya shughuli ya uzinduzi wa leo. Nikiri kwamba ni kitabu kilichoandikwa kwa umahiri mkubwa, kilichoainisha kwa undani kabisa taratibu za mirathi katika Uislamu kwa kutumia lugha nyepesi
ambayo wasomaji itakuwa ni rahisi kuelewa. Licha ya umaarufu mkubwa alionao miongoni mwa wanazuoni makini wa Kiislamu hapa nchini, kupitia kitabu hiki Sheikh Issa amejipambanua kipekee kwa umahiri wake mkubwa katika kuchambua masuala ambayo kwa kawaida ni magumu sana na kuyaweka katika mpangilio na lugha rahisi kwa Waislamu wa kawaida na wasio Waislamu, wakiwemo wasimamizi na watetezi wa haki, kuelewa vyema na kukitumia kitabu hiki. Ana kipaji Sheikh Issa sana ambacho wengi maana nimejaliwa pia Mwenyezi Mungu, maana hata hotuba zake zile za Ijumaa siku hizi tena anafanya uzuri halafu zinarekodiwa, wanatusambazia hata sisi ambao hatukuwepo, basi nasema leo darasa lilikuwa mujarabu kabisa. Kwa hiyo kwa kweli Sheikh Issa tunakushukuru sana. Mheshimiwa Mufti, wageni waalikwa wenzangu, moja ya mashauri yanayochukua nafasi kubwa kama alivyoeleza mwakilishi wa Jaji Mkuu katika mahakama zetu hapa nchini ni mashauri yanayohusu mirathi. Ni moja ya migogoro mikubwa kabisa katika nyanja ya sheria nchini, ukiacha ya migogoro inayohusu ardhi na masuala ya ndoa. Maana migogoro ya ardhi nayo ni habari nyingine. Maana nilichokuwa katika uongozi, malalamiko mengi yanahusu ardhi, kila ukienda huko. Lakini na ya mirathi yana matatizo sana, na wakati mwingine unajua hata kwenye mahakama wanafika mahali hapo. Nitawasimulia hadithi, sio jambo la siri. Wakati nilipokuwa rais, siku moja Jaji Mkuu marehemu Agustino Ramadhani akaja kwangu akasema, "Rais, naomba jambo moja ili usaidie." Pale mahakamani tumekuwa na shauri la mirathi. Mama yule ambaye ndio mwenye haki ya ile nyumba tumeshindwa kumpa. Lakini tumeshindwa kumpa kwa sababu sisi pale mahakamani tunaangalia ushahidi uliopo, sio vile unavyoiona. Lakini katika kila ukitazama tu, yule mama yule ndio mwenye hii nyumba. Lakini sasa tunafanyaje? Wenzake wale wamemzidi maarifa tu. Maana alikuwa bwana mmoja, alikuwa na wake wawili, lakini kabla ya kuoa huyu wa pili alikuwa na huyu mama. Huyu mama ndio aliyemkuta ana nyumba hii. Halafu alipooa bibi mdogo, katika maarifa ya uandishi, nyumba ile ikaja kuandikwa ya bibi mdogo. Lakini ujanja tuliotumika, kwa sababu huyu sasa unajua kushamtoa kule kijijini Msoga, mama yule wa Kikwere ndio hivyo, hajui kusoma na kuandika, lakini ndio umemkuta kwamba ndio alihangaika, akajenga nyumba yake, kauza vitumbua. Basi zile kumbukumbu hazikuwekwa sawa. Sasa, lakini kwa sababu wenzake wamecheza na yale makaratasi, na sisi pale mahakamani sasa ushahidi wenyewe ni wa zile karatasi. Lakini tunachokuomba Rais, wewe una uwezo, msaidie yule mama. Yaani na sana mimi nimenichoma moyo, lakini sina uwezo. Lakini wewe, mahakama sisi hatuna uwezo, lakini wewe una uwezo. Basi kasema madam umesema, patengeneza utaratibu ile mama tukamnunulia nyumba.
Lakini sasa unaona mashauri yanapokwenda. Lakini sasa pale ndio ule ujanja ule. Ukiona maana wengine wanatumia ujanja pale mahakamani. Lakini nikaona jaji mkuu amekuja mwenyewe akasema bwana, tumeshughulika na kesi huko. Wote sisi pale majaji tumekaa tunasema bwana, nyumba kwa kweli nyumba hii inastahili. Lakini sasa tunafanyaje kwa ushahidi huu uliopo hapa? Maana sisi tunahangaika na ushahidi, lakini hatuwezi kuhangaika na hisia zetu. Tunaviona tu kwamba wenzake walimzidi maarifa, halafu kilichokuwa chake kikaenda kukabidhiwa mtu mwingine. Kwa ni eneo lina matatizo na ni moja ya migogoro mikubwa inayosumbua sana. Wakati mwingine ni uelewa mdogo wa sheria na taratibu za mirathi, ikiwemo mirathi ya Kiislamu, husababisha migogoro mingi ndani ya familia na kupelekea baadhi ya mali kupotea na warithi, hususan wanawake, wazee na watoto kukosa haki zao. Mara nyingi hukata tamaa ya kuendelea na mashauri hayo, na kwa upande mwingine kuisababishia mahakama changamoto ya mrundikano wa mashauri, ambapo taarifa zake huchakaa na kuharibika kabisa. Hivi karibuni Rais wa Jamhuri ya Muungano Tanzania, rais wetu mpendwa Samia Suluhu Hassan, alizindua vituo 6 vya utoaji haki. Vituo ambavyo viko katika mikoa ya Dodoma, Mwanza, Arusha, Morogoro na Dar es Salaam. Dar es Salaam kwa uzito kama alivyoeleza ndugu Mrisho hapa, viko vituo 2, Temeke na Kinondoni. Mkakati wa kuanzisha vituo hivi ulitokana na utafiti uliofanywa na serikali na kubaini kuwepo kwa mrundikano wa mashauri mengi ya mirathi na masuala ya familia katika mahakama. Ametoa takwimu ambazo jaji mkuu alizitoa kwa kule Temeke. Kati ya mwaka 2017 na 2019 kulikuwepo na mashauri 7600. Mengi sana. Unajua, usipopata takwimu hizi unaweza kudhani kwamba ni tatizo dogo, lakini tatizo ni kubwa, ambapo zaidi ya nusu, yani 3765, yalikuwa katika ngazi ya mahakama za mwanzo. Kwa mahakama ya mwanzo nako kuna kazi huko. Kuna kazi kweli kweli. Wakati huo mashauri ya ndoa na talaka yalikuwa takriban 4200. Bila shaka huu ni mzigo mkubwa mno kwa mahakama zetu, na kwa upande mwingine ni ushahidi tosha wa tabu na mahangaiko wanayopata wananchi, wakiwemo Waislamu, wanapojaribu kushughulikia masuala ya mirathi, masuala ya familia na masuala ya ndoa. Sina shaka yoyote kwamba kitabu hiki kitatoa mchango muhimu katika kutoa elimu na mwongozo thabiti kwa waumini wa dini ya Kiislamu, wasimamizi wa haki, mashehe na makadhi. Aidha, kwa kuongeza kuelewa miongoni mwa wananchi, tunatarajia kwamba mashauri ya aina hii yatapungua na yaliyopo yatachukua muda mfupi kushughulikiwa na kumalizika. Kitabu hiki kinatufunza kwamba mirathi ni mlango unaomhalalishia mtu anayeishi kumiliki mali za mtu aliyefariki. Katika pahala ambapo haki ya kumiliki inatambulika kama msingi wa mfumo wa jamii na uchumi, lengo kuu la kitabu hiki ni kutoa utaratibu wa kusimamia mali za marehemu baada ya kifo chake, ikiwamo kuhamisha umiliki wa mali hizo kutoka kwa marehemu kwenda kwa walio hai. Kitabu hiki kinaeleza kwa kinaga ubaga utaratibu mzima
wanani anastahiki kupata nini katika mali za marehemu, pamoja na kulipa madeni aliyoacha marehemu wakati wa uhai wake, au gharama zitokanazo na mazishi yake kupitia sheria ya mirathi, na kwa lugha nyingine Probate and Administration of Estates Act. Sheria hii ya mirathi ya Kiislamu inasimama katika misingi mitano ifuatayo. Kwanza, kupunguza mrundikano wa mali na utajiri kwa mtu mmoja na kugawanya kwa jamii. Pili, kuheshimu haki ya kumiliki mali ambayo mtu amechuma kwa njia halali. Tatu, kusisitiza ufahamu kwamba mwanadamu sio mwamuzi wa mwisho wa mali anayozalisha, bali anakuwa na dhamana tu ya mali hiyo, na kwa hiyo hana mamlaka ya kurithisha kwa wengine kama atakavyo. Zipo taratibu za kuzingatia. Nne, kuimarisha mfumo wa familia ambao ndio msingi katika jamii ya Kiislamu. Na tano, kuhamasisha kufanya kazi na shughuli za kiuchumi kama ilivyosisitizwa na dini ya Kiislamu. Mheshimiwa Mufti, wageni waalikwa wenzangu, historia inatuarifu kwamba kabla ya Uislamu kuingia, taratibu za kumiliki mali zilimnyima kabisa mwanamke na watu wanyonge haki ya kurithi. Walikuwa wanaonekana kama sehemu ya urithi, na hivyo nao walirithiwa. Yani wanageuzwa kama maskini na wanawake wanageuzwa wanaona sehemu ya mali tu, unarithisha. Sasa sijui hapa shekhe ulikuwa unasema zile taratibu zile za kimila zile za Kikwere, na zile taratibu za kimila za Kikwere, mimi nikifa hivi mdogo wangu anarithi mke, tena wala sio kitu hakuna mashauriano, wanakaa tu ndugu wanakubali. Sasa hapa jamani, amekufa nani sasa? Sasa basi Muhammad, wewe haya mke huyu, na yule mama anaitwa anaambiwa sasa wewe mume huyu. Maana anageuzwa na mke ni mali ya kurithi. Okay, ipo heshima, iko busara yake, lakini leo sio mahali pake. Hapa tunazungumza mambo ya Kiislamu. Lakini ndio utaratibu, msingi wenyewe, kwamba pale ambapo wakati kabla ya dini kuingia hivi, yani pamoja na mke na ni mali tu anaorithi. Amefariki kaka, haya wewe bwana mke huyu, na wewe mama mumeo ndio huyu leo, kuanzia leo basi hewala bwana. Sasa hizo zilikuwa na taratibu zile zetu zile za kimila. Kwa ninachosema ni kwamba walikuwa wanaonekana kama sehemu ya urithi, na hivyo na wao walikuwa wanarithiwa. Ilikuwa hivyo katika jamii za Kiarabu na jamii zingine duniani. Kwa bahati mbaya kuna sehemu nyingi ambapo utaratibu huo bado unaendelea. Unajua, utaratibu huu katika makabila mengi ulikuwa unaendelea, kilichokuja kusaidia ukimwi. Kweli ulipoingia ukimwi alipokufa bwana, watu kuambiwa huyu mke wa kakako yatuma, kila kitu kina heri yake. Sasa nakumbuka rafiki yangu mmoja Mwera alifariki, basi akaoa mama wa Kichaga. Sasa baada ya kumaliza masuala yale ya matanga pale, ndo wamekaa wale wanamwita shemeji, mumeo huyu mumeo ndio huyu.
akashangaa kweli, kwa sababu hawana mila hiyo. Sasa ndio mambo yenyewe, lakini dini sasa zimetusaidia. Lakini sasa ilipokuwa ile ukimwi ulipoingia, ule mtu akifa kiampa manda karithi mkaka kako, kwa sababu hajui, hana hakika. Sasa kaugua muda mrefu. Kuugua muda mrefu ni nini? Maradhi gani? Lakini hizo ndio zilikuwepo. Kwa hiyo nachosema ni kwamba ubaguzi huu hauko kwa wanawake pekee, bali hata kwa watu walio dhaifu, kwa mfano wenye ulemavu na watoto ambao pia wananyimwa haki ya kurithi kwa kupora mali zao na wasimamizi. Kuna mtu anapewa mali kusimamia, anasema basi vizuri, nitaangalia mali hiyo. Anaichukua kweli mali ile, lakini badala ya kuangalia watoto wa marehemu, anaangalia wanao. Watoto wa marehemu ndio basi tena. Hadi leo tunashuhudia katika baadhi ya jamii, zikiwemo jamii zinazoonekana kuwa zimeendelea sana, ambapo mtoto mkubwa wa kiume hurithishwa mali zote alizoacha baba bila kujali ikiwa anao uwezo wa kuziendeleza kwa faida ya jamii ya marehemu. Of course ndio taratibu hizo mbalimbali hizo. Nilishangaa, nilikwenda safari moja Mbeya kule, nikaambiwa kumbe kwa zamani mila ilikuwa kwamba akifa baba, yule mtoto wa kiume kumbe ndo anayerithi wale wake zake wale, isipokuwa mama yake, mtoto mkubwa wa kiume. Sasa ndio alisema hizo ni mila. Sasa hizi nyingine hizi ndio lazima kuachana nazo. Sasa pale ambapo dini inaingia sawa sawa, inapanga mali vizuri, inapanga utaratibu mzuri. Mikasa ya mali kuuzwa na kaka au baba mkubwa na kuacha familia ya marehemu wakiwemo watoto wakihangaika ni mingi katika jamii. Mifano ni mingi. Hata kila mmoja wenu hapa akiulizwa anakumbuka mfano mmoja hapo, anaweza kuutoa. Watoto wa fulani, kaka yake, mdogo wake amechukua mali, hakuwajali watoto. Kwa utaratibu wa mirathi katika Uislamu ulioelezwa kupitia kitabu hiki, umetambua haki ya watu wote wa karibu wa marehemu, akiwemo baba na mama yake ambao ni wazazi waliomlea marehemu, kaka na dada zake, watoto wake na mke au mume wake. Ni mfumo unaoimarisha familia kwa kutambua kuwa mafanikio ya mmoja wetu ni zao la wazazi, ndugu na familia nzima. Mheshimiwa Mufti, wageni walika, ni imani yangu kwamba kuwepo majaji wa mahakama kuu na kuwepo mwakilishi wa jaji mkuu, na kwa maneno aliyoyasema watendaji wa vyombo vya haki na utetezi ikiwemo jeshi la polisi, Deputy Commissioner Maria yupo, unadhihirisha kwamba kitabu hiki kilikuwa kinasubiriwa kwa hamu na kwamba kimeletwa wakati muafaka kwa ajili ya matumizi. Natumai kitabu hiki kitakidhi kiu yenu katika kusimamia haki kwa upande wa mirathi miongoni mwa Waislamu. Ndugu zangu, nimalize kwa kusema kutoa wito kwa wadau mbalimbali wakiwemo mashehe, taasisi za Kiislamu, taasisi za utetezi wa haki, kutoa mafunzo juu ya utaratibu wa mirathi katika Uislamu, ili Waislamu wakishaelewa wakafanya vyema, na huko mahakamani panakuwa ni sehemu tu ya kuthibitisha na kuidhinisha mchakato wa mirathi badala ya kuwa mahali pa kuzozana.
Kwa Waislamu wenzangu wote tunafahamu kuwa kufa kupo kwa kila mmoja wetu siku yake ikifika. Ni vyema tuwe na maandalizi mazuri ili kuziepusha familia zetu na mitafaruku, chuki na dhulma zinazohusiana na mirathi, kwa sababu unajua kwamba wana siku zinasogea. Ni vizuri wakati mwingine haya uanze kuyafikiria. Ngoja ana ugumu kwanza kufikiria kwamba basi ngoja nipange mambo kwa sababu naweza nikafa. Nao ni gumu kulifikiria, unaweza kusema pengine unachura utakufa kweli. Lakini ni vizuri kukubali kwamba kipo tu. Kwa hiyo ni vizuri kuyaweka mambo vizuri. Tujitahidi kukipata na kukisoma kitabu hiki. Natamani kila familia iwe na nakala ya kitabu hiki kama rejea wakati wa kushughulikia masuala ya mirathi, kwani matukio hayo hatuwezi kuyakwepa. Mwisho nieleze furaha yangu kwa pamoja na kitabu hiki cha mirathi katika Uislamu, Sheikh Issa Othman pia ameandika vitabu vingine ambavyo vitatambulishwa pia leo. Vitabu hivyo ni mwongozo wa ndoa katika Uislamu, kuahirisha mambo katika Uislamu, kudhibiti na kusuluhisha migogoro katika Uislamu. Na mimi kuna kimoja hapo niliandika dibaji hapo. Bila shaka vitabu hivi pia vitakuwa na mchango mkubwa katika kuimarisha familia na kutoa elimu muhimu sana kwa ustawi wa jamii ya Kiislamu. Na washauri Waislamu popote walipo wajitahidi kuvisoma vitabu hivi vilivyoandikwa kwa lugha yetu ya Kiswahili. Ni vitabu vizuri sana. Narudia kutoa pongezi zangu za dhati kwa Sheikh Issa Othman Issa kwa kuandika kitabu muhimu sana kwa jamii ya Kiislamu na kwa kukiandika vizuri kwa lugha ambayo wote wanaweza kuelewa na kuyafanyia kazi maelekezo yake. Namwombea kwa Mwenyezi Mungu Allah Subhanahu wa Ta'ala ampe maisha marefu, afya njema na kumzidishia mapenzi ya kutuandikia vitabu vingine kama hivi. Na washukuru wote walioshirikiana naye katika kuchapisha na kufanikisha hafla hii ya leo ambayo imefana sana. Kwa niaba yake na waomba wadau mbalimbali waunge mkono juhudi zake hizi, kumsaidia pale anapofikia ili tupate machapisho zaidi ya aina hii, na Mwenyezi Mungu atakulipeni jaza njema pale mlipopunguza. Na sasa natamka rasmi kwamba kitabu hiki kimezinduliwa, na sasa tufanye ile kazi ya kukizindua. Hongereni sana, asanteni sana. Baraza la ulama na imamu mkuu wa Masjidi Maamur, Mheshimiwa wajumbe wa baraza la ulama waliopo, Mheshimiwa mwakilishi wa jaji mkuu, Mheshimiwa mabalozi mliopo, Mheshimiwa mashekhe, Waislamu wote waliohudhuria, mwenyekiti wa jumuiya ya kina mama Mama Shamim Khan, Waislamu kina baba na kina mama, itifaki imezingatiwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwanza ni mpongeze Sheikh Issa Othman kwa kutekeleza maneno ambayo niliyazungumza kwenye ofisi yetu, ofisi ya mufti pale barazani, ya kuwataka wajumbe wa baraza la ulama na mashekhe wengine wote kuingia katika tabia ya kuandika, kushika tabia ya kuandika vitabu kwa ajili ya kuelimisha umma.
na nikapendekeza ni vizuri tuanze na uandishi wa mirathi, vitabu vya mirathi, vitabu vyenye kuhusiana na nyasia na mirathi. Yani umma wa Kiislamu na hata wasiokuwa Waislamu wanahitaji kujua Waislamu wakoje, wajue wasia katika Uislamu ni kitu gani, na wajue mirathi ya Kiislamu ni nini, ni kitu gani na ina umuhimu gani. Na kwa haraka sana Sheikh Isa Othman aliitikia wito huu na akaingia katika kazi ya kuandika kitabu hiki cha mirathi. Na nilimwambia kiandike kitabu kwa atakayeweza kuandika kitabu chenye lugha nyepesi, chenye mweko mwepesi ambao utamfanya kila anayesoma aweze kujua kwa wepesi. Nisema hivyo kwa sababu vitabu vingi vya mirathi vimetungwa, si kama hakuna. Kuna vitabu vingi vimetungwa vya mirathi, lakini vyo vyenyewe ni vizito, vigumu sana kuvijua. Kinahitaji hata hicho kitabu chenyewe kimeandikwa kwa Kiswahili kisha patikane mwalimu wa kumfungulia yule anayesoma. Nikamwambia Sheikh Isa, kwa kuwa umeitikia wewe wito huu, kiandike kitabu ambacho kilichokuwa na wepesi wa lugha, wepesi wa kufahamika, wepesi wa mashiko kwa kila atakayekuwa anaweza kukisoma, awe Muislamu au asiwe Muislamu. Na baada ya kutengeneza rasimu ya kitabu aliniletea kuipitia, nikaipitia neno kwa neno, nikaona ameandika vizuri na nimeona kitabu ambacho kina msaada na kinachoendana na wakati tuliokuwa nao katika kufahamu elimu ya mirathi. Kama ilivyo kwamba katika Uislamu elimu iliyo nzito na ngumu ni elimu ya mirathi, na elimu iliyotabiriwa kuondoka mapema katika ardhi hii katika elimu zote ni elimu ya mirathi, kwa sababu ya watu kutokufuata nini kinachomlazim baada ya kufa ndugu yake au jamaa yake au mzazi wake. Kwa hiyo nampongeza kwa kuwa mtu wa kwanza kuitika wito ambao nimeutoa, na kweli ameifanya kazi nzuri na kitabu ni kizuri na kinavutia hata katika kukisoma. Kabla sijamaliza maneno yangu wala sijaendelea sana, ni washawishi Waislamu kukinunua kitabu hiki, na ni washawishi hata wasiokuwa Waislamu kukinunua kitabu hiki ili wafahamu mirathi ya Kiislamu inasema nini na ikoje, na ni kwamba kitabu kinamwezesha mtu kusoma na kuweza kufahamu katika njia nyepesi. Lakini pia ni kitabu kama alivyosema mwakilishi wa jaji hapa, kinaweza kikatumika katika sehemu zote, hata katika mahakama na katika sehemu nyingine zote. Lakini pia niwafahamishe Waislamu waelewe kitu ambacho mara nyingi kinaleta mzozo katika maofisi yetu, na kwa sasa tunazo ofisi za kadhi, kunakuwa na matatizo hayo. Waislamu lazima waelewe kwamba Uislamu katika mambo mawili ambayo mtu anatakiwa atekeleze katika ibada zake. Kuna ibada za kiwiliwili na kuna ibada za matendeano. Vitu viwili hivi lazima vielewe. Kuna ibada ya kiwiliwili na kuna ibada ya matendeano. Zote mbili zinaitwa ibada, lakini kwa namna ninavyoona na ndivyo ilivyo, watu wanaona ibada ni ile ya kiwiliwili wala sio ile ya matendeano. Hapa ndio tofauti ilipokuja kubwa sana kwa Waislamu. Ibada ya kiwiliwili ni kama zile ibada mfano wake swala, zaka, kuhiji, kufunga mwezi wa Ramadhani na ibada nyingine zote. Hizo zinaitwa ibada za kiwiliwili. Lakini kuna ibada za matendeano kama wasia, mirath, ndoa, talaka
na mengineyo. Hayo yanaitwa ni ibada za matendeano. Kuzitekeleza kwake unafanya ibada pia. Kwa mfano mtu amekufa kisha mkaona mirathi haiwezi ikapelekwa mahala popote. Manake Uislamu unamkataza Muislamu wa kweli aliyemwamini Mungu na mtume wake barabara kuweza kuifanya mirathi yake iwe ni mirathi nyingine. Lazima iwe ni mirathi ya Kiislamu. Kwa hiyo katika kutekeleza kwamba mirathi hii lazima irithishwe Kiislamu, pale anatekeleza wajibu wake wa ibada. Lakini ibada iliyo katika fungu la matendeano. Hapa ni mahala ambapo wanatakiwa Waislamu wapaelewe. Kwa sababu wameelewa upande mmoja tu, upande huu mwingine haupatilizi. Na inawezekana wanaelewa lakini wanapuuza, kwa sababu sehemu hii ya pili inafungamana na mambo ya mali. Na mambo ya mali ni mambo ambayo yanamfanya mtu saa nyingine hata imani yake anaweza akaiweka mbali. Kwa hiyo wasia wangu kwa Waislamu na sote tuliofika hapa ni kwamba lazima tuelewe kwamba mirathi ni moja ya ibada kwa Muislamu. Wasia mirathi ni moja ya ibada ya Uislamu. Sababu Uislamu haujampa nafasi Muislamu. Bado sheria ya Uislamu imembana Muislamu katika mambo yake yote. Akiwa amekaa, akiwa anakula, akiwa analala, akiwa yuko hai, akiwa amekufa, bado Uislamu unahitajika na unahitajika kueleweka katika nafasi hii. Uislamu unasema nini? Baada ya kuzungumza haya machache, kwa sababu nimeambiwa hotuba yangu ni fupi sana, basi wacha nifupishe maelezo na nichukue nafasi hii kumpongeza zaidi Sheikh Isa Othman kwa kazi anayotufanyia, lakini kumshukuru pia. Lakini pia niwahimize mashekhe na walimu, mko mashekhe wengi naona hapa, mko na Sheikh Ali Muhyiddin Mkogole, kwa Sheikh Muhammad Idi, kuna mashekhe wengi. Fanyeni kazi hii ya kuandika. Kuna mambo mengi yanatakiwa kuandikwa na sisi tumehimiza masuala ya kuandikwa. Nimeona ndugu yangu, kijana wangu Yasir ajitahidi sana kuandika. Basi ni jambo zuri. Ni vizuri mnapoandika vitabu vyenu pia viletu tuvipitie ili kuweza kusahihisha baadhi ya mambo ambayo tunayaona yaweze kukaa vizuri na yaweze kusomeka na yaweze kubalika. Ni yake kinaeleza moja ya hali mbili za mwanadamu. Maisha ya mwanadamu yamegawika sehemu mbili. Kuna sehemu ya wakati wa uhai wake mwenyewe, yupo anaishi. Upande huo kuna sheria zinamuelekea. Halafu kuna hali ya umauti wake baada ya kufa. Kitabu hiki kinajielekeza zaidi kuzungumzia kwenye kile ambacho mwanadamu anakiacha baada ya kufa. Nini kinatakiwa kifanyike, utaratibu wa kugawa ukoje, na nani anastahiki ya kupata nini kwa mujibu wa namna alivyoelekeza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwenye mafundisho yetu ya Kiislamu, suala la mirathi ni jambo zito sana. Na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akatuambia kwamba jambo la ugawaji wa mirathi Mwenyezi Mungu amelisimamia mwenyewe. Hakuliacha kwa malaika, hakuliacha kwa mitume, amelisimamia mwenyewe na akabainisha na kugawa ugawaji ulio mzuri kabisa. Kwa hivyo kitabu hiki kinajikita kueleza ule utaratibu, mipango, mafungu ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaweka ya kugawa katika mali ya mwanadamu mara baada ya kufa, utaratibu uweje ili uweze kufuatwa. Kwa hiyo yote yaliyozunguka ndani ya kitabu, kwa wale ambao watakipata na taraji nyote mtapata fursa ya kukisoma, itakuwa ni kuhusu hayo namna Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivyoweka na kutufahamisha tutambue na kufata hivi. Kama ambavyo baada ya kuelewa tutaona ndani ya kitabu kwamba kwa Muislamu mara baada ya kufahamu utaratibu huo, hana namna ya kutafuta njia nyingine ya kugawa mali ya marehemu zaidi ya kufata muongozo huo ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameuweka. Kwa hiyo kwa kifupi, maelezo ya kitabu yanajikita zaidi kwenye maisha ya mwanadamu, ile hali yake baada ya kufa, katika kile anachokiacha hapa ulimwenguni, nini kinatakiwa kifanyike, kigawiwe katika utaratibu gani, nani anastahiki kupata na nani hastahiki kupata. Ndiyo yote hayo yamo ndani ya kitabu chetu hiki cha mirathi ya Kiislamu. Kazi yangu sasa ni kuwashukuru na niwashukuru nyote, na kwa namna ya kipekee nimshukuru mgeni rasmi pamoja na mufti wetu na kadhi
kwa kazi kubwa ambayo wao waliiongoza kwa niaba ya mashehe wengine kupitia na kusema hapa pakae hivi, hapa pakae vile. Kwa hiyo mpaka leo tumeweza kupata kitabu. Lakini pia kutokana na yale yaliyosemwa, imeonekana kile tunachokiita taswifu, procrastination, kuchelewesha mambo. Mzee Mwinyi alipokuwa anaandika dibaji kwenye kitabu hiki akaitafsiri akasema, Kiswahili tuite ngoja ngoja, ndio inayochelewesha kwenye masuala ya mirathi, inaleta migogoro. Kwa hiyo tukaona ni vizuri leo tuambatane na kitabu hiki pia cha kuahirisha mambo katika Uislamu, madhara yake, dawa yake na nini, namna ya kufanya ili tusiende huko. Lakini kwa kuwa pia mambo yakiahirishwa huleta mgogoro, tukasema pia tutambulishe na hiki cha kudhibiti na kusuluhisha migogoro kwa mtazamo wa Kiislamu. Kwa hiyo vitatu hivi hasa vinaweza kutusaidia kuendea mambo vizuri. Niwashukuru sana. Mwenyezi Mungu awalipe kila la kheri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.